Karibu kwenye kipindi cha Mwanga wa Injili, tukiletewa na mchungaji Samuel Mwilu. Karibu kwenye kipindi. Basi mtazamaji mpendwa, na kukaribisha katika kipindi cha leo cha Mwanga wa Injili, na naamini kwamba umeshinda vizuri. Bwana azidi kukubariki popote unapotazama kipindi hii ukiwa. Na kabla hatujasema machache, wacha tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu, tumekuja mbele zako jioni hii tukiwa na njaa na kiu ya neno lako, na ni maombi yetu kwamba Bwana utaenda kutubariki pia leo hii, ukambariki mtazamaji wangu popote aliko, na zaidi ya yote tuomba kwamba roho zetu zitabarikiwa na wewe jioni hii njema. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba tukiamini. Amen. Leo mpendwa mtazamaji, ningependa tukaweze kwa pamoja kuangalia kitabu cha Waibrania. Mlango wa 12, tutasoma mstari wa kwanza na ule wa pili katika mlango huo wa 12. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Na leo nitakuwa nikizingatia kujikaza katika mwendo wetu wa imani. Pressing onwards, pressing forward, pressing on with our journey of faith. Pressing on with our journey of faith. Ama kwa hakika kujikaza katika mwendo wetu wa imani. Mwandishi wa Waibrania alichukua nafasi yake na kuandika neno hili. Mstari wa kwanza na wa pili. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunapofikiria juu ya kujikaza katika mwendo wa imani, swali ambalo tunafaa kujiuliza, tunaweza kufanya nini ili tuweze kudumu katika mwendo huu wa imani? Ni kwa nini tuko na neno hili siku ya leo? Tuna neno hili siku ya leo kwa sababu ni watu wengi waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, lakini wengine wanarudi nyuma, wengine wanachoka. Unaweza kuta kwamba uko pale kanisani, lakini unahisi umechoka sana na hii mambo ya kuwa Mkristo. Unahisi kana kwamba unataka ku give up. Unahisi kana kwamba mambo yako yamekuwa mengi sana, yamekuzuia kuendelea na mwendo wa imani. Lakini nataka nikutie moyo siku ya leo na kusema kwamba inawezekana sisi wa Kristo kuzidi kujitia moyo katika mwendo huu wa imani. Mwandishi wa kitabu hiki tulichosoma anajadili juu ya kusonga mbele, na anasema kuanzia mstari wa kwanza, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kitabu hiki cha Waibrania, hasa mlango tuliosoma, kuna mlango unaotangulia mlango wa 11. Na katika mlango huo wa 11, wazee wengi wa imani waliandikwa pale. Mwandishi ameongea juu ya habari ya watu kama vile Ibrahimu, watu waliotembea na Mungu katika maisha yao. Ameongea habari ya mtu kama vile Musa aliyekataa kuitwa mwana wa Farao ama binti Farao, ili aende na kuteseka na watu wa Mungu. Akashika imani, akawacha mambo ya dunia
ili aweze kushika imani yake katika Mungu wetu. Na hao watu wakasimama katika imani. Na ameongea juu ya watu wengi waliopitia mambo mazito, wengine wakakatwa na misumeno, wengine wakapitia mambo mazito. Na hao watu bado walikuwa wanatazama huyo Mungu ambaye wameweza kumwamini. Na wakasema kwamba hao watu waliweza kumtegemea Mungu, wakaacha mambo ya dunia. Ukiruhusu tulisome mistari michache katika mlango unaotangulia wa 11 mstari wa 13 kuhusu hawa watu. Biblia inasema hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hao waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. 15. Na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Wale watu ambao watatembea pamoja na Mungu, wale watakaojikana wenyewe, hao Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao. Is God ashamed to be associated with you? Je, Mungu anaona haya kuitanishwa na wewe? Na ili tuweze kwenda safari hii, unajua wale waliweza kusafiri mwendo wa imani, wakajikana nafsi zao, wengine wakatoka mahali pa starehe, wengine wakachukiwa na watu kwa sababu ya imani yao katika Mungu wetu. Na baada ya kupewa mfano katika mlango wa 11, mwandishi sasa anatuleta sisi katika picha na kusema, anaanza kusema basi na sisi pia. Even us also. Sasa sisi tulio wakati huu anasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Wingu kubwa la mashahidi ni wale watu waliolala wakiwa ndani ya Yesu. Abrahamu ni moja katika lile wingu. Musa ni moja katika lile wingu. Eliya ni mmoja katika lile wingu wanaotutazama duniani na kuangalia vile tunavyoenenda katika mwendo wetu wa imani. Tumezungukwa na shahidi na wingu kubwa la mashahidi. Hata wale tunaowajua katika maisha haya waliolala ndani ya Yesu, bado wanasema ndugu yangu jikaze, Kipto jikaze, Ochieng jikaze, Jepto jikaze, fulani jikaze, Kamau jikaze, Beti jikaze, Wanjala ng'ang'ana na imani, Mutiso jikaze katika mwendo wa imani, fulani jikaze ili ufike mbinguni, kwa sababu mbinguni ni kwa watu wote. Ni kama watu walio katika kiwanja kikubwa cha mpira, ama kama kwa wakati kama huu kuna michezo ya mpira inaendelea, kikombe cha dunia, ya kombe la dunia, kule wanasema jikaze, songa mbele, yes unaweza, ng'ang'ana. Mambo hayo ndiyo tulio nayo. Na katika kimoja ambacho kinazuia sisi kujikaza, anasema tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Anasema na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige ituzingayo kwa upesi. Jambo la kwanza, we must lay aside every weight and sin that so easily entangles us. Mwandishi wa Ibrania anasema wekeni mbali kila mzigo mzito. Mzigo mzito unaweza kuwa ni wa dhambi. Yawezekana uliokoka vizuri sana, na jina lako liko katika kitabu cha uzima, lakini kidogo shetani anakuiba, anakuambia kuja onja haya maji kidogo, tembea vile, hii dhambi si mbaya sana, huo ni mzigo umejitwika. Tena tunaambiwa weka mbali, lay aside every weight. Huo ni mzigo ambao umekuja katika maisha yako. Weka mzigo, anasema na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Yani kila mtu anajua, wewe kama Mkristo binafsi, ni dhambi gani ile inakusumbua sana. Tafuta tiba yake. Je, wewe unapenda, wewe ni Mkristo mzuri, lakini unasikianga wakati unataka kuchukua chupa moja pale ukunywe kitu mvinyo kidogo, unakupanguza mdomo Sunday, wewe ni Mkristo mzuri. Hiyo ni dhambi. Tafuta tiba yake, tafuta mchungaji muombe,
tafanya kila jambo uone kwamba mzigo huo umeweka kando. Ni dhambi gani hiyo? Sijui ni gani ingine, sijui ni masengenyo. Wewe unajipananga tu, umesengenya tu watu, huo ni mzigo, weka mbali. Maana Mungu anataka tupige mbio. Ile dhambi wewe unajua inakusumbua, tafadhali. Mwingine anapenda pesa, anaweza kukoni mtu bora tu apate pesa. Hiyo dhambi ndio tunaambiwa weka mbali, maana safari bado, mpendwa, safari bado tunajikaza katika mwendo huu wa imani. Kwa hivyo weka mzigo wote mbali nawe, uweke mbali. Tuko na hali ya safari, na mbio hizi tulizo nazo ni marathon, ni mbio ambazo zimewekwa mbele zetu, na hakuna mtu anakimbianga akiwa amebeba mizigo mizito. Before a race begin, all unnecessary clothing are taken off. Fine linen, jewelry, we take them off. There is nothing bad with the jewelry, but it is wrong to run the race with them. Throw off everything that hinders, our service to God, that sin that so easily entangles us, that sins that slow us down in our journey of faith, we must put it aside. Kila mzigo mzito weka kando. Jambo la pili tunaambiwa katika mstari huo, anazidi kusema na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Yaani tupige mbio na uvumilivu mwingi. Jambo la pili ni run with endurance the race set before you. Tukimbia mbio hizi kwa uvumilivu, tukijua kwamba lazima tufike. Nilitaja kwamba the modern analogy on this matter is the marathon. For example, Boston Marathon. Yaani unapoenda katika marathon, the issue or the object here is to finish. Lazima umalize, sio kuwin. Yaani si ushinde, lakini lazima umalize. Kile kinaangaliwa katika marathon, nataka kurudia tena, ni kumaliza, sio kuanza. Umalize. Na sio kuwa number 1, lakini kumaliza marathon. Sasa marathon yetu ni ya imani, hivi kwamba lazima tuvumilie. Tutasemwa na watu, kuna watu watatuvunja moyo, kuna wengine watasema hata sioni kama uliitwa na Mungu, kuna mtu atakwambia mambo ambayo ni ya kukuvunja moyo, mpendwa. Lakini ng'ang'ana tu. Unakuja kwa uimbaji, watu wanakuangalia na jicho hivi ni kama wanaongea na wewe, lakini hawasemi kitu. Ng'ang'ana tu. Utaambiwa wewe unakujanga kanisani na nguo moja, sini yako. Ng'ang'ana tu, kwa sababu ni imani. Watu watakuvunja moyo kwa sababu tunakimbia ili tupate taji. Hebu sikia Paulo anasema nini katika Wakorintho wa kwanza 9. Hebu ona hapo nyuma kidogo vile Paul anawaambia watu wa kanisa la Korintho. 9 mstari wa 24 hata ule wa 27. Ni kuhusu tu kuvumilia na kwenda mwendo huu wa imani. Biblia inasema kwamba, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni moja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Yaani anakunga discipline. Ukiwa katika mchezo fulani unakuwa mtu disciplined ili usije ukatolewa nje ya mchezo. Na ndio Biblia inasema kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Michezo ya hii dunia wanapokea taji. Kwa mfano kikombe, kwa mfano vipaji mbalimbali. Lakini hizo taji zinaharibika. They are temporal. They are temporary. We call them temporal. They are temporary in nature. They are temporal in nature, beg your pardon. Bali sisi, yani sisi wa Kristo, sikia, yao ni temporary. Haya, bali sisi tupokee taji isiyo haribika. Huo ni mstari wa 25. Yani kujikaza hii ya imani ili upokee uzima wa milele. Umejikanya kuwa muongo. Umejikanya kuingia katika dhambi na anasa za dunia zile zinatajika. Lakini unajizuia hivyo ili upate taji isiyoharibika. Isiyoharibika. Mstari wa 26.
hata mimi, Paulo anajisema yeye mwenyewe, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa, bali nautesa mwili wangu. Hebu sikia, nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hivyo Paulo anasema nautesa mwili wangu, ninajizuia katika yale yaliyomo, ili baada ya kufanya haya yote mimi mwenyewe nisiweze kukataliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kile nataka kusema hapa, kuna kuvumilia kwingi na kujinyima mambo ya dunia. Mimi nawaambia wapendwa, Bwana Yesu asifiwe, ni lazima ujikanye. Anasa zile zinaendelea dunia hii ni nyingi, na kila wakati zinakuita. Ukitembea huku mjini na huko vijijini, klabu muziki inaweka duf, duf, duf. Hata ni kama unatembea Mkristo karibu, hata wewe unaanza kucheza kidogo, ama ni kama inakwambia karibu, 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 karibu. Lakini tesa mwili wako, sema siingi. Watu wanatembea, wengine wamevaa mavazi vibaya, wengine wanaongea mambo ambayo ni ya kuwavuta wengine katika dhambi. Kumbuka uko katika safari. Tumepewa mlango wa 11 wa kitabu cha Waebrania kukupatia mifano ya watu waliojizuia mambo ya dunia. Wengine wakakataa vitu vya dunia hii ili waitanishwe na Mungu, waitanishwe na mbingu, wapate ufufuo ulio bora, waweze kuona uzima wa milele, kwa sababu maisha haya ni ya muda. Anasa zilizo katika dunia hii ni za muda, mpendwa. Tunamwangalia Yesu, tunatazama mbingu hiyo. Kwa hivyo jambo la kwanza tumeweza kujifunza kwamba lazima tuweke mizigo mizito kando. Jambo la pili, tuvumilie, tujitese. Paulo anasema nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, yaani baada ya mimi kuwahubiria watu wote, watu wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hivyo wapendwa, nasema kwamba tuwe watu wa kuvumilia katika safari hii ya imani. Run with endurance the race that has been set before you. Kimbia. Hii ni marathon. Hii si 100 meters. Hii ni mpaka utakapomuona Yesu uso kwa uso, basi utakuwa umefika. Kwa hivyo ng'ang'ana mpaka utakapomuona Yesu uso kwa uso, utasema nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, kama vile Paulo anasema. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mstari unatumika vibaya wakati mwingine. Tukienda tukisoma eulogy, kila eulogy imeandika hiyo kitabu cha Timotheo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani. Na tunajua huyu mtu hata kweli labda hakuwa mtu wa imani. Ni kweli kuna wengi wamesimama, lakini kuna watu tunajua wamechanganya imani yao na mambo ya dunia hii. Na kila wakati wanaweka mstari, nimepiga vita. Imani ulilinda, sasa kimbia hii marathon. Kimbia umalize vizuri mwendo wa imani. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho, tuweke macho yetu kwa Yesu Kristo. Biblia imetuambia pale katika mstari huo wa pili wa Ibrania 12, ikatuambia hapo mstari wa pili ya kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Yesu mwenyewe huyu alikuwa anajua ni nini amekuja kutafuta duniani. Alikuwa anataka kuhakikisha kwamba ndio nimekuja dunia hii, lakini goli yangu, my goal, ni mwanadamu aokolewe. Wokovu mfikie mwanadamu. Kazi ya msalaba niifanye, nife nizikwe kaburi, siku ya tatu nifufuke, nishindanie mwanadamu ili apate wokovu na ili apate tumaini la uzima wa milele. Yesu katika kipindi hicho cha kufanya hiyo kazi yote, alidharauliwa na watu, alidharauliwa na Wayahudi, wakamwambia kila jambo. Kwa nini mtu akudharau? Kwa nini mtu akuambia kila neno baya na wewe bado unavumilia tu? Ni kwa sababu alikuwa na lengo lake, anataka kuachieve. Wewe na wewe lengo lako ni kuona uzima wa milele. Hapa katikati kuna mambo mengi. Sasa utawezaje
umwangalie Yesu. Biblia inasema tumwangalie mwenye alianzisha imani yetu, ndio Yesu Kristo. Kwa nini? Alistahimili mambo mengi sana, alijaribiwa kwa kila jambo. Niruhusu tu nikusomee Waibrania 4 mstari wa 15. Yesu huyu alijaribiwa kwa kila njia, lakini hakuingia katika hali ya wenye dhambi. Mstari wa 15 wa Waibrania 4:15 inasema hivi: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Alafu tunakuwa encourage mstari wa 16, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tumwangalie Yesu, tumtegemee yeye. Unajua watu wengine wanaangalianga watu. Shida ni hiyo. Fix your eyes on Jesus. Leave alone men. Leave men alone. Fix your eyes on Jesus. Angalia Yesu Kristo. Kwa maana ukiangalia Yesu hautashindwa. Lakini kuna wale wanasema, unajua hata ule pastor alinihubiria siku hizi alirudi nyuma. Kwa hivyo kama yeye alirudi nyuma, mimi ni nani? Sio pastor alikuokoa, ni Yesu. Ombe huyo pastor arudi. Ombe huyo mzee wa kanisa arudi katika imani. Wangu anasema kama ni kina fulani tunaangalia wanadamu. Mimi nikae namna gani katika imani hii? Sinifuate. Alafu anasema kama ni fulani ameshindwa namna hii na mambo ya safari ya imani, mimi ni nani? Umeangalia mwanadamu. Mungu hakukwambia uangalie wanadamu, alikuambia uangalie yeye. Unasema siku hizi tunasikia hii watu wa Mungu wanatajwa katika mambo fulani, hii wazee, hii viongozi wa kanisa, kama hao wanashindwa, sasa wewe wokovu yako umeweka juu ya wanadamu, sio juu ya Mungu. Lakini kama ni Kristo alikuokoa, sema mimi nitajikaza. Wengine wacha wachague kile watachagua, lakini mimi nimemchagua Bwana wetu Yesu Kristo. We fix our eyes on Jesus, not only as a savior, but as the ultimate example of endurance, who despised shame on the cross for the joy set before him. He is seated on the right hand of God. Believers are promised the future full of joy before his presence. Yani Wakristo tumeahidiwa mji mwema kule juu mbinguni. Kwa hivyo tumtazame Yesu. Neno kubwa ni tumtazame Yesu Kristo mwenye kuianzisha imani yetu. Na nimetaja kwamba katika topic hii, pressing our journey of faith, pressing on in our journey of faith, pressing on, kutembea, kung'ang'ana, tujikaze. Nikasema kitu cha kwanza ambacho kitaweza kutusaidia, maana tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, wazee wa imani waliolala wakiwa ndani ya Yesu, wakiwa kule wanatutazama na wanaangalia vile tunavyotembea. Jambo la kwanza nikasema, weka kando kila mzigo mzito unao kuzuia kukimbia mwendo huu. Je, ni dhambi? Je, ni jambo gani? Usizuiwe na jambo lolote, weka mzigo mbali. Jambo la pili nikasema, kimbia mwendo huu wa imani kwa kuvumilia kwingi. Mambo mengi utapitia katika safari hii, na nikasema imani yetu kama marathon, sio vile ulianzisha kile kinamata, ni kile ni kumaliza kwako kwa safari. Not about winning but finishing the race. Kasema maliza vizuri, na Paulo amesema mengi. Na mwisho, weka macho yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliyeanzisha na kukamilisha imani yetu, na ni yeye yule atakaye kupatia taji. Usiangalie wanadamu, usiangalie kile wengine wanafanya, hata kama ni Wakristo wengine wamepunguka, usiangalie hao, muangalie Yesu. Na ukifanya hivyo, tutafika mbinguni tukiwa salama na tukiwa washindi kweli kweli. Wacha Bwana akubariki na azidi kukupa nguvu za kujikaza katika imani. Bwana akubariki hadi kipindi kijacho. Wacha neema ya Kristo izidi kukuhifadhi. Amen. Asante kwa kuwa nasi. Je, kipindi hiki kinakubariki? Tungependa kusikia kutoka kwako. Ukiwa na swali, maoni au hitaji la maombi, tuma ujumbe au kupiga simu kwa nambari 0758909715.
Hadi kipindi kijacho, Mungu azidi kuwa nawe.